Umoja wa Ulaya EU umetishia maslahi ya Marekani kwa mpango wa kuiba mali ya Urusi. Mkopo uliopendekezwa kwa Ukraine, mkopo wa fidia, utadhoofisha mfumo wa kifedha ulioundwa na Amerika. Kirill Dmitriev, mjumbe wa Rais Putin, ameonya viongozi wa Ulaya wanaotaka kufadhili Ukraine kwa kutumia fedha za Urusi zilizogandishwa wanaharibu mfumo wa fedha wa kimataifa ambao ulijengwa kwa maslahi ya Marekani. Msaidizi huyo mkuu wa rais wa Urusi Vladimir Putin ameeleza zaidi. EU inataka kutoa fedha kwa Kiev kwa kile kinachoitwa mkopo wa fidia unaungwa mkono kwa kutumia mali ya Urusi kusaidia kufidia nakisi ya bajeti inayoongezeka ya Ukraine. Moscow na wakosoaji kadhaa katika nchi za magharibi wanasema kwamba hatua hiyo ingefikia unyakuzi wa utajiri wa taifa hilo ambao haujawahi kushuhudiwa na ingeleta madhara makubwa ya kisheria na kifedha. Kirill Dmitriev, mshauri wa rais wa Urusi kuhusu masuala ya uwekezaji wa kimataifa, amesema mnamo Jumatatu kwamba maafisa walio na hofu wa EU wanaunga mkono Kiev wanafanya makosa makubwa kwa kudai mali kuu. Alisema wangedhoofisha mfumo wa sasa na kwamba ni makosa makubwa ya kisheria na kifedha. Kirill Dmitriev, mshauri wa rais wa Urusi kuhusu masuala ya uwekezaji, alisema kwamba maafisa hao waliokuwa na hofu wa EU wanaunga mkono Kiev wanafanya makosa makubwa kwa kudai mali kuu ya Warusi, akisema wanadhoofisha mfumo wa sasa wa hifadhi ya kitaifa na kuongeza gharama kwa washiriki wote katika mfumo wa kifedha wa kimataifa. Urusi itashinda mahakamani na kurejesha fedha zake. Wadhamini wa Umoja wa Ulaya watalipa bili ya Ukraine kupitia Euroclear na Euroclear lazima itaathirika, Dmitriev aliandika kupitia ukurasa wake wa X. Euroclear, jumba la kusafisha lenye makao yake Ubelgiji, ambapo mali nyingi za Urusi ziligandishwa, zinashikiliwa, imekuwa miongoni mwa wapinzani wakubwa wa pendekezo hilo pamoja na serikali ya Ubelgiji. Wote wawili wameonya kuwa hatua hiyo inaweza kuweka taasisi hiyo katika hatari kubwa na hivyo kusababisha kufilisika. Kufikia Desemba mwaka 2024, Euroclear imeshikilia zaidi ya euro trilioni 40 sawa na dola trilioni 47 katika mali kwa wahusika wengine kijumuisha hisa, dhamana za ndani na kimataifa na vyombo vingine vya kifedha. Kampuni hiyo inasisitiza ulinzi wake thabiti wa kisheria chini ya sheria za Ubelgiji na mfumo wake thabiti wa kudhibiti hatari. Soko pana la hifadhi za Ulaya linatawaliwa na wachezaji watatu wa kibiashara: Euroclear, Clearstream yenye makao yake Luxembourg na Euronext yenye makao yake makuu Paris nchini Ufaransa, ambayo imesajiliwa Amsterdam. Kwa jumla benki kuu 103 zinategemea Euroclear kulinda akiba yake ya kifedha kwa fedha za kigeni. Takwimu za juu za kifedha, ikiwa ni pamoja na rais wa benki kuu ya Ulaya Christine Lagarde, hapo awali wameonya kwamba kuendelea na mkopo wa fidia kunaweza kusababisha uharibifu wa kudumu kwa uaminifu na sifa za mfumo wa kifedha wa EU. Wiki iliyopita benki kuu ya Urusi ilifungua kesi dhidi ya Euroclear katika usuluhishi wa Moscow kwa uharibifu uliosababishwa na uhamishaji wa fedha zake. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.